بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. كدرس منظومة القواعد الفقهية لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. tulifikia ubeti wa 24. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد. وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد. يعني أن الوسائل تعطى أحكام المقاصد. الشيخ السعدي رحمه الله katika sharhi yake ubeti huu wasema: الوسائل njia, wasail ni njia, تعطى أحكام المقاصد hupewa hukumu ya malengo na nia. فإن كان مأمورا بشيء كان مأمورا بما لا يتم إلا به، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون. وإذا كان منهيا عن شيء كان منهيا عن جميع طرقه ووسائله الموصلة إليه. بمعنى الله سبحانه وتعالى akiamrisha jambo, hapo hapo ingia ndani kuamrisha kile ambacho ikiwa kwa sababu yake haitatimia ile wajibu, isipokuwa kwa kupitia hiyo sababu, basi pia itakuwa ni wajibu. Na kile ambacho haitimii sunna isipokuwa kwa kupitia hilo jambo, pia itakuwa ni sunna. Na ikiwa ni katika makatazo, kumekatazwa jambo, njia zote zinazompelekea mtu katika lile jambo zitakuwa nini? Haram. Kwa mfano, Allah subhanahu wa ta'ala amefaradhisha watu kusali sala 5 na ni wajibu kwa jamaa. Kwa hivyo aliwajibisha suala la jamaa. Kule mtu kutoka kutembea mpaka kufika msikitini, kile kitendo cha kutembea hukumu yake itakuwa nini? Ni wajibu, kwa sababu anachokifuata ni cha wajibu kwa wazi. Tayeb, ikiwa jihad wanaokwenda watu kupigana, wakati ule ishakuwa ni fardhu ain kwa zile sababu walizozitaja wanaovioni. Maadui wamefika na jihadu dafa, ishakuwa ni wajibu kwake yeye kufanya nini? Kuingia katika vita. Kama vile kule kutoka nyumbani na kuelekea mpaka kwenye vile vita itakuwa nini? Ni wajibu. Ikiwa jihad ishakuwa ni wajibu, basi katika hali kama hii pia kule kutoka kwake nyumbani kwenda mpaka katika ile sehemu itakuwa ni wajibu. na ikiwa
kilichoamrishwa kimeamrishwa kwa njia ya kupendekezwa, kama kwa mfano kuunganisha kizazi, yani ashaunganisha kiasi cha wajibu, lakini akazidisha katika kuwafanyia ihsani zaidi watu wake, ili jambo la ziada la kupendekezwa. Kwa kutoka kwake nyumbani kuelekea mpaka kwa watu wake itakuwa nini? Ni mustahab, kama vile kile kitendo chake cha kuunganisha kizazi asli yake ni wajib, sema ya ziada kuwafanyia ihsan itakuwa nini? Ni mustahab. Wa hakadha kadhalika almasnun kanafila min as-salah was-sadaqa was-siyam wal-hajj wal-umra. Umra yake ya wajibu shaifani, aongozea umra, ametamani kufanya umra, akatunga safari yake kuelekea kwenda kufanya umra. Hukumu ya hii safari itakuwa nini? Istihbab, kwa sababu aenda kufanya jambo ambalo nini? Ni mustahab. Wa hakadha. Na alwasail ila almuharramat, njia zinazowapelekea watu katika mambo ya haramu, pia zitakuwa na hukumu ya nini? Ya haramu. Tuchukulie mfano الشرك الأكبر وهو الشرك في العبادة، فيحرم كل قول وفعل يفضي إليه. كلا قول أو كتendo kinachompelekea mtu katika shirku akbar ni haram. Kwa hivyo kila kitendo au qaul inayompelekea mtu katika shirk ni haram, au yakunu wasilatan qaribatan ilayhi, au ikawa ni njia inayomkaribisha mtu karibu na shirki kubwa, ni haram, na itakuwa ni shirkun asghar, ni shirki ndogo, kama kwa mfano alhalif bighairi llah wa ta'dhim alqubur alladhi lam yablugh rutbata alibada, kuadhimisha makaburi ambako kufikia katika kuyaabudu. Hii ni wasila inayompelekea mtu kwenye shirkun akbar, kwa hivyo itaitwa shirkun asghar na ni haram. Wa hakadha, sababu ni dharia na njia ya kupelekea kuyaabudu. فالوسيلة إلى الغاية تأخذ حكمها، njia inayokupelekea katika lile lengo, ile njia yachukua hukumu ya lile lengo. فمسائل الواجبات واجبة، وسائل الواجبات واجبة، ووسائل المحرمات محرمة، ووسائل المستحبات مستحبة، ووسائل المكروهات مكروهة، ووسائل المباحات مباحة، وهكذا. فهمتم يا إخواني؟ نعم. kwa hivyo njia zinazokupelekea katika wajib, zile njia pia zitakuwa nini? Ni wajib. njia zinazokupelekea katika haram, zile njia pia zitakuwa nini? Haram. njia zinazokupeleka wewe katika mustahabbat itakuwa ni mustahab. njia zinazokupeleka katika makruh itakuwa ni makruh, na njia zinazokupeleka katika mubah itakuwa ni mubah. فإن الله تعالى إذا أمر بأمر فإنه قد أمر بما لا يتم إلا به، وإذا نهى عن فعل فقد نهى عن الوسائل الداعية إليه، وهكذا. الله سبحانه وتعالى akiamrisha jambo, basi tayari bila kutaja ashaamrisha kile ambacho haitimii hiyo wajibu isipokuwa kupitia hicho. Kadhalika akikataza jambo, basi ni sawa sawa na kukataza njia zinazopelekea katika mambo haya. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه katika risala yake al-ibda' fi kamal ash-shar'i wa khatar al-ibtida' sema قد يقول قائل هناك أشياء مبتدعة
قبلها المسلمون وعملوا بها. kuna mambo ni ya uzushi lakini waislamu wameyakubali na kuyatendea kazi. وهي لم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. na mambo haya yalikuwa hayajulikani wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. na hizi hoja tata mara nyingi watu wa bid'a huzitumia, na ikiwa mtu hafahamu qawaid fiqhiyya ama usul fiqh, mara nyingi huweza kuviringwa na hawa watu wakatumia mfano wa qawaid fiqhiyya kama hizi ama usuliyya, kisha wakamviringa yule mtu anayesikiliza pale, akawa hana jawabu la kujibu. na mara nyingi mtu atakana ajiepushe na mjadala na watu wa bid'a. mtu wa bid'a akili yake hufanya kazi sana katika shubuhati sana, na ukiwa wewe ni mtupu katika hizi fani nahwu, sarf, usul al-fiqh, qawaid al-fiqhiyya, basi bora ujiepushe. anaweza kuondoka katika lile lengo, akashikilia kwa mfano amekosea mahali fulani katika nahwu na yajua yeye hana hoja pale, kina akashikilia pale pale. Kwa aula ujiepusha na wao, ingawa sisemi hivi kwa wao wajua nahwu, wao pia wana mengi makosa yazungumza, lakini wa mara nyingi watu wa sunna matata watupu, hawajui wao pia kukosoa. Lau kama wangelikuwa wafahamu, ungejua hapa amekosea, hapa pia amekosea, yeye pia angemwambia na wewe unkosea hapa, haya tuyawache tuje kwenye ile la muhimu. Ikiwa nahwu na wewe pia unkosea hapa na hapa na hapa. Lakini masakini mara nyingi wao hawana ihtimam na ilmu, na mjadala ya ajabu ajabu yafanya, kisha kutoka pale ikawa ni aibu tu. Allahu musta'an. tuchukulie mfano wanaotoa watu wa bid'a, wasema kalma darisi wa tasnif al-kutub wa ma ashbaha dhalika, kama madrasa, kuandika vitabu na mengineyo. قال وهذه البدعة استحسنها المسلمون وعملوا بها ورأوا أنها من خيار العمل. شيخ ابن عثيمين اسمع na hii bid'a wanavodai wao kuwa Waislamu wamependelea ifanywe na kuitendea kazi, bali wakaona ni katika amali za khairi, miongoni mwa amali bora. فكيف تجمع بين هذا الذي يكاد أن يكون مجمعا عليه بين المسلمين وبين قول قائد المسلمين ونبي المسلمين ورسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة؟ tukusanya vipi baina vitu hivi? Hili jambo ambalo Waislamu takriban wote wamekubaliana kulikubali, na huko Mtume صلى الله عليه وسلم asema kullu bid'atin dalala. Aljawab أن نقول هذا في الواقع ليس ببدعة. ukweli wa mambo huu si uzushi, bal hadha wasilatun ila mashru'in, ni njia inayokupelekea wewe katika jambo ambalo sheria imeliamrisha. والوسائل تختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة. na hizi wasail na njia za tofautiana kwa kutofautiana sehemu na zama. ومن القواعد المقررة أن الوسائل لها أحكام المقاصد. katika qawaid ambazo zimekubalika ziko wazi kuwa njia zabeba hukumu ya makusudio. فوسائل المشروع mashru'atun, njia zinazompelekea mtu katika mashru', jambo ambalo lajuzu, za juzu njia hizo. Wa wasailu ghairi al-mashru' ghairu mashru'a, na wasaili zinazopelekea watu katika jambo ambalo limekatazwa kisheria, halijuzu kisheria,
takuwa njia kama hizo pia sio mashrua, bal wasail almuharrami haramu. Njia za kumpelekea mtu katika haramu ni haramu. والخير إذا كان وسيلة للشر كان شرا. hata khairi pia ikiwa itasababisha na kumpelekea mtu katika haram, ikawa ni njia kumpelekea kwenye haram, itakuwa ni haram. kivipi? tuchukulie mfano. قال واستمع إلى قول الله عز وجل يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. Allah akakataza hapa kuwatusi miungu yale yanayoabudiwa na wale washirikina, ili wasije wakamtusi nani? Allah subhanahu wa ta'ala. ukikaa hivyo utalala baba, usikae habu. Mara nyingi wasinzia, kausha uso, usikae habwa. Kaa habwa hivi utalala, unapanua kisha unaweza kutoa mzinga hapo. Hivyo kaa vizuri kwa adabu, si katika adabu za tulabi ilmu kukaa namna hiyo. Na mara nyingi aleta usingizi, na ukija na usingizi utapiga mzinga mwenzako kwa karibu. Wallahu musta'an. Tayeb, tuendelea. الشيخ ابن عثيمين سيما وسب آلهة المشركين ليس عدوا. kutusi miungu ya washirikina ni jambo ambalo lina maslaha ndani yake, si adwa, bal haqqun fi mahalli, ni jambo la haki na mahala pake. jambo la haki na mahala pake. lakini سب رب العالمين عدو وفي غير محله وعدوان وظلم. وكمتوسي الله سبحانه وتعالى نجامب الأودوي ظلما. ولهذا لما كان سب آلهة المشركين المحمود سببا مفضيا إلى سب الله كان محرما ممنوعا. kwa sababu kule kuitusi miungu ya washirikina usababisha wao kumtusi Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na kuwa lile jambo ni sawa, likaharamishwa na kukatazwa. wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah. na mtu akilifahamu hili atafahamu mambo mengi sana. kuna wakati mwingine haswa katika hao wasikilizaji wanaosikiliza na kufuata da'wa salafia, wakati mwingine huwa baina ya awamu ambao wana chuki mbaya sana na watu wa sunna na sunna. So katika hali kama ukifika kwa watu kama hawa, nyamaza kimya, usizungumze, wachana nao. Awamu hawajielewi, lakini pale ndio wamwambia hii mnaofanya bid'a ni sawa, wewe kataza. Lakini sasa sikiliza, utatusiwa wewe matusi ya ajabu na sunna itukanwe pale na kadha. Ikiwa itafikia huko, basi yule ami achana naye, ili asifikie kumtusi nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam na sunna zake. Hajijui. ni sawa al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar, lakini pia hili lapimwa kuwa isisababishe munkar ambao ni mkubwa zaidi. Ukamwona ami ambaye mdomo wake ni mchafu, amevaa isbali, usawa ni umwambie isbali haijuzu, sio? Lakini wajua nikimwambia isbali haijuzu sasa hivi ile balaa itakayotoka hapo balaa kubwa sana. Akugeukie wewe, ulivovaa wewe vikanzo vifupi ndio sunna hiyo? Upuzi tu, wavaa don't touch wewe. Mtume gani na Mungu gani ataamrisha mambo kama kuna mmoja sema hivyo? Yani Allah na mtume wake wakituamrisha vitu kama hivi, mtu afanye istihza. Lakini aliyemchokoa nani?
akazungumza maneno ya kufuru kama haya, ni wewe ambaye uketi chini ukafikiria. Na hii yote yasababishwa na watu kutotaka kusoma hizi kawaid ambazo atatembea nazo katika maisha yake. Kwa hivyo pia kuamrisha na kukataza lazima mtu apime, isiwe ule munkar unaokataza utasababisha nini? Munkar mkubwa zaidi. Tayeb, hiyo ni katika mifano hai ambao hutokea. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى سمع: سقط هذا دليلا على أن الوسائل لها أحكام المقاصد. nimetaja mfano huu ili ifahamike kuwa njia zina hukumu ya yale malengo. فالمدارس وتصنيف العلم وتأليف الكتب وإن كان بدعة لم يوجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه إلا أنه ليس مقصدا. sema hizi madaris na kuandika vitabu, pamoja na kukiona utakuta ni jambo ambalo halikuwepo wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nufrid jadalan kuwa ni bid'a, haikuwepo wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini sio malengo. Malengo ni ile ilmu katika madaris, na malengo katika kuandika vitabu ni kuifikisha ilmu. bal huwa wasila, ni njia. والوسائل لها أحكام المقاصد. وسائل زين حكم يا مقاصد. قال: ولهذا لو بنى شخص مدرسة لتعليم علم محرم كان البناء حراما. mtu akajenga madrasa kwa ajili ya kufundisha ilmu ya haram kama uchawi au nyimbo, kufundisha watu kuimba, hukumu yake itakuwa nini? الجنgo ni haram kujenga. ولو بنى مدرسة لتعليم علم شرعي كان البناء مشروعا. لو كما تجنga kwa malengo ya kusomesha ilmu ya kisheria itakuwa lijengo yajuzu kulijenga. pengine mtu aweza kusema katika masala haya kuwa alwasilatu allati tuwassilu ila alghayat almahmuda au ghayat almahmuda ينبغي أن تكون مشروعة لا أن تكون مبتدعة. kwa hata hizi njia pia zinazotupelekea katika jambo linalojuzu pia zisiwe bid'a, lazima ziwe mashrua. tunaweza kusema hivyo. طيب sema sasa hii masala madaris mlizungumza hapa iko wapi dalili yake? au masala ya Qur'ani kukusanya kwa kitabu kimoja vipi tena? au swala hili ambalo tumelitaja hapa pia la watu kuandika vitabu, je, hukumu yake nini? طيب تشكلها مسألة جمع القرآن. جمع القرآن هذا من المصالح المرسلة كما هو معلوم، ويكفي أن الذي قام بذلك هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يتشليزك وقرآن إما كسانيا لما صحابة ومتوم صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر رضي الله عنه لما اقتنع باقتراح عمر الخطاب رضي الله عنه عليه في ذلك، أبو بكر البكبالي الاقتراح يا عمر katika kukusanya Qur'an katika kitabu kimoja, ثم صار إجماعا من الصحابة، كان إجماع بين الصحابة، فهذا له مستند شرعي. حينما تجمعوا كشريعة إن دليل عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. لا فهميك أبو بكر katika الخلفاء الراشدين، كذلك عمر وعثمان وعلي. وكانت الكتابة موجودة، نسيو kuwa kulikuandikwa kwa hakuko, la kulikuwepo tangu wakati wa Mtume sallam.
فهم لما بدأوا في جمع المصحف على النحو الذي وقع في عهد أبي بكر رضي الله عنه لم يأتوا بشيء من عندهم. walipokuwa wakusanya ile Qur'an hawakuja na kitu kutoka kwao wao waliokianzisha wao. wa inma kanat as-suhuf mawjuda, kanat al-kitabatu mawjudatan, zilikuwa kuna nyaraka zishaandikwa Qur'an, ziko mbali mbali. kwa hivyo kulikuwa kushaandikwa ile Qur'an. kana al-mushaf maktuban aslan, المصحف ulikuwa tayari ushaandikwa, lakinahu kana mufarraqan ala qita' wa masahif min al-hijara وكذلك على بعض عظم الأكتاف للبعران. ilikuwa shaandikwa lakini katika nyaraka, katika mawe, katika mifupa, lakini imeandikwa لا غير ذلك. ولكنه لم يكن في مكان واحد على ترتيب واحد، lakini ilikuwa haikukusanywa katika utaratibu mmoja, sehemu moja. فتم جمع ذلك، ikatimia kwa masahaba kuikusanya Qur'an yote huwa موجود. فدعت الحاجة إلى جمع في عهد أبي بكر رضي الله عنه لما استحر القتل بالقراء. katika vita walipokuwa wengi katika qurra wa Qur'an walihifadhi, wakaonelea waikusanya, ndio wakaanza kukusanya kwa mara ya kwanza wakati Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu warḍاه. ثم ما وقع بعد ذلك في عهد عثمان رضي الله عنه كkusanya tena mara ya pili. عثمان من الخلفاء الراشدين المهديين الذين أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم الكريم اتباعه، katika wale ambao Mtume صلى الله عليه وسلم ametuamrisha kuwafuata. واتباع سنتهم، natufuate sunna zao. وسنتهم هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، na sunna yao ndio sunna ya Mtume صلى الله عليه وسلم. ليست لهم سنة مستقلة، hawana sunna zao kivyao, la, ni moja. na ndio ukaona Mtume صلى الله عليه وسلم aliposema alaykum bisunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di, akasema addu alayha, hakusema addu alayhima, addu alayha bin nawajib, sababu ni moja. kwa hivyo hakuna bid'a walizua masahaba, hakuna bid'a. ile nafikiri liko wazi. kadhalika kitabatul ilm, tukizungumzia kuiandika ilmu katika vitabu, al-aslu indana fi kitabatul hadith, asli yake ni kuwa hadithi zilikuwa zikiandikwa wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. فهي كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبأمره صلى الله عليه وسلم قال اكتبوا لأبي شاه. Mtume صلى الله عليه وسلم aliamrisha aandikiwe Abu Shah. وآذن لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بأن يكتب عنه لما قالت قريش لعبد الله إنك تكتب كل شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الرضا والغضب. فذهب فنقل ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إلى فيه وقال اكتب فوالله ما خرج منه إلا الحق. أما لأنهم صلى الله عليه وسلم فأذن له بالكتاب، أكم فإذن أنديك. وكانت كتابته معروفة للصادقة، الصحيفة الصادقة كما ينفذ لكان وكان. وبعض الصحابة كانوا يكتبون. مثل هذه الأمور لها أصلها عندنا في الدين، mambo kama haya yana msingi katika dini yetu. ثم بعد ذلك تطورت تلك الوسائل المشروعة للوصول إلى الغاية المشروعة لأصل كان موضوعا في الأصل على أسس الشريعة المطهرة من غير ما ابتداع فيه. kwa hivyo kuna uzushi. baada ya hapo mambo yakaendelea. sasa hivi kuna sehemu za kuchapisha vitabu na kadha, lakini ni mambo ambayo yalikuwepo tangu wakati ule, yana asli. فأمثال هذه الاعتراضات لا يؤبه لها. mambo kama haya wanaotoa watu wa bid'a, watu wasishughulishwe nao, wala yutafatu ilaiha.
kwambia inna sahaba qad ataw bi umuri lam takun ala ahdi sallam وجمع القرآن وصاروا إلى المصحف الإمام المصحف عثمان بن عفان وكتاج ثم أتى بعد ذلك كتابة العلم لما أمر عمر بن عبد العزيز أبا بكر بن حزم بعد ذلك أن يكتب الحديث وكتب عمر بن عبد العزيز ndio alianza kuandika ahadith za Mtume sallam وبعد ذلك شاعت الكتابة baada ya hapo kukaenea watu wakawa waandika vitabu كل هذا كان أصله موجودا yote haya asli yake ilikuwepo lam yustahdath minhu shay'un yuqalu innahu bid'ah hakuna chochote kilichozuliwa ambacho tunaweza kusema kwa ilikuwa nini ni bid'ah kisha itokee watu wafanya i'tirad dhidi ya ahli sunna katika jambo ambalo lilikuwepo bali tumeamrishwa na Mtume sallam kulifuata alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin المهم كما tulivyotaja mwanzo anna alwasaila tu'ta ahkam almaqasid wasila njia upewa hukumu ya malengo kiwa malengo ni mazuri basi na ile njia pia itakuwa yajuzu ikiwa ni wajibu ile njia itakuwa kufuata ile wajibu ni wajibu ikiwa ni masnun itakuwa ni masnun ikiwa ni muharram itakuwa ni muharram wa hakadha فهمتم يا اخواني نعم نكتفي بهذا القدر الله تعالى اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بارك الله فيك